Wazazi na wanafunzi wa shule ya sekondari Tingatinga iliyoko katika wilaya ya Longido mkoani Arusha wameelezea kufarijika na kupata matumaini mapya baada ya mustakabali wa elimu ya amali baada ya wanafunzi wa shule hiyo kubuni virutubisho mbadala vya maziwa ya ng'ombe kwa ajili ya ndama. Hata hivyo, ubunifu huo wa wanafunzi umepokelewa kwa furaha na kwa shukrani, hasa ikizingatiwa kuwa kwa jamii inayozunguka shule hiyo inaegemea zaidi kwenye shughuli za ufugaji. Wazazi hususan wamesema kwamba virutubisho hivyo vinavyoitwa artificial colostrum vinaweza kuwa na msaada mkubwa kwa ndama ambao wao wanapoteza mama zao kutokana na ukame, magonjwa au changamoto nyingine za mifugo ambazo zinaikumba jamii ya wafugaji. Hii ni taarifa zaidi. Hili swala la utengenezaji wa artificial colostrum ambalo ni utengenezaji wa uvua imetusaidia sisi kuweza kwenda kupata ujuzi na tunaweza kutoa katika jamii yetu kama hii hapa ya Tingatinga, ambayo jamii inaweza kukumbwa na mabadiliko ya tabia nchi, kwa mfano kama ukame. Kwa wanyama wengi wanaweza kuzaa, lakini wakati wanazaa wanapitia wakati mgumu kupelekea kufa, na muda mwingine husababisha mama anakufa, anabaki tu ndama. Sasa yule ndama anapobaki ana uhitaji mkubwa wa yale maziwa na zile nutrients ambazo zinapatikana kule. Kikubwa sio maziwa, kikubwa ni nutrients ambazo zinapatikana kule ndani, ndio kinachotakiwa. Kwa hiyo sasa tukapata ujuzi wa namna gani ya kuweza kwenda kutengeneza zile nutrients ambazo tunaweza tukampatia yule ndama na kuweza kuendelea kusurvive. Utengenezaji wake kama tulivyoweza kwenda kusema, pia unaweza kutumia vile vitu ambavyo tumeweza kwenda kuvisema, na pia utusaidia katika jamii yetu. Wengine walijifunza kuhusu jinsi ya kutengeneza virutubisho kwa ajili ya wanyama, na wengine pia walijifunza kutengeneza vitu kwa ajili ya maisha yao binafsi. Pia kama sisi klabu ya Pep Club tumejifunza mengi, tumejifunza vingi sana. Cha kwanza pia tumejifunza kutengeneza sabuni za kunawa mikono, sabuni ya unga, sabuni ya maji na sabuni ya kipande. Pia sabuni hizi zinaweza kutumika mahali mbalimbali kama vile kwenda kudekia nyumba, kuoshia vyombo, kuogea na pengine kusafishia vyoo. Pia kama mimi mhitimu, pia na ninapotoka katika kusoma katika elimu hii, pale ninapoendelea kujisubiria matokeo yangu, ninaweza kujiendeleza kiuchumi na kibiashara kwa kutumia sabuni, utengenezaji wa sabuni na vitu vingine. Na furaha sana, watoto wetu wako vizuri, na shule yetu ukiangalia ni sehemu ya wengi hapa ni wafugaji, lakini tunafurahia sana. Tuna matumaini na watoto wetu wana vipaji vingi, wana vipaji vingi, wameshajua mpaka ukulima, mambo ya ufugaji, kutengeneza, yani wako vizuri kwa kweli. Kwa hiyo tunashukuru Mungu sana, na tuna matumaini makubwa sana watoto wetu watatupeleka mbali. Watoto wengi watatoka hapa, wengine wataweza kujitegemea, na fursa ambazo tunaona walimu wetu wanajitahidi sana. Kwa shule kama hii ya Masaini, walimu wetu wanajitahidi sana. Tunaomba shule hii yetu ipewe nafasi hadhi ya kupokea kidato cha kwanza, kidato cha 5 na 6 mwaka wa fedha unaoanza, ili wahitimu hawa wao ni miongoni mwa wahitimu ambao wanapenda kufaidi fursa hiyo. Naam, hata hivyo shule hiyo ya sekondari Tingatinga imejipanga kama kielelezo bora cha utekelezaji wa elimu ya amali nchini kwa kupitia masomo ya kilimo na ufugaji. Kupitia somo hilo, wanafunzi wameweza kutumia muda wao mwingi na maarifa ya kisayansi na bunifu mbalimbali kutengeneza virutubisho vyenye sifa zinazofanana na maziwa ya awali ya mama ndaga, ambayo ni muhimu sana kwa makuzi ya ndama wachanga. Naam, ni taarifa hiyo kutoka kwake Sofia Daudi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila ameeleza kuwa na kutoa siku 5 kwa Mohamed Mustafa kujisalimisha katika ofisi yake kabla ya kuchukuliwa hatua kali zaidi. Hii yote ni kufuatia mgogoro wa umiliki wa nyumba unaohusisha pia na Bijan Ales Aule.
Hata hivyo, ametoa agizo hilo Oktoba 20, 2025 jijini Dar es Salaam wakati akikabidhi rasmi hati miliki ya kiwanja cha Bi Haule na pamoja na mchango shilingi milioni 10 kwa ajili ya kuanzisha maisha mapya. Chalamila amesema kwamba Mustafa ametoa maelezo yenye utata na amekuwa akijihusisha na matumizi ya majina ya viongozi kwa nia ya kujinufaisha, jambo ambalo serikali haitavumilia. Hata hivyo, amesisitiza kuwa vyombo vya usalama vinaendelea kumtafuta Mustafa kwa ajili ya uchunguzi zaidi kuhusu madai ya uporaji wa nyumba hiyo kwa njia isiyo ya kihalali. Kwa upande wake, kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dar es Salaam Shukrani Kiando amesema kurejeshwa kwa nyumba hiyo ya Bi Haule ni matokeo ya uchunguzi wa kina ambao umeweza kufanywa na timu maalum ya wataalamu wa ardhi na kubaini ukweli wa madai ya mjane huyo. Na akipokea hati hiyo, Bi Aris amesema kwamba shukrani zake kubwa zinaenda kwa serikali na kumpongeza sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia haki za wanyonge na kuhakikisha kwamba anarejeshewa haki yake baada ya kipindi kirefu zaidi cha mateso na vuta ni kuvute kuhusu umiliki wa nyumba hiyo. Hii ni taarifa zaidi. Huwa ni mtovu wa nidhamu wa kutumia majina hata ya familia Mheshimiwa Rais kinyume na utaratibu kwa kuichafua na kuchafua viongozi wengine. Bado mbele yenu waandishi wa habari, natoa tena siku 5 kwa Mohamed Yusuf Ali aje mwenyewe kama alivyoitwa kwa mkuu wa mkoa na kwa jeshi la polisi. Atakapofeli, tutatumia kila njia iliyo ya kihalali na ya kisheria kumleta hapa nchini kama yuko nje ya nchi. Shahidi anakiri kwamba hakuwahi kumuona sehemu yoyote Bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia iliingiwa mikataba, kwenye taarifa tumeona iliingiwa mikataba miwili, mkataba wa kukopeshana shilingi milioni 150 na mkataba wa transfer wa hicho kiwanja kwa gharama shilingi 262 na laki 5. Na mikataba hii yote miwili ilihusisha kiwanja kimoja, kwamba ukishindwa kulipa deni milioni 150 ifanyike transfer kwa thamani ya milioni 262. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tumebaini kwamba masuala yote ya kukopeshana hayajawahi kuripotiwa Wizara ya Ardhi. Kuongea hatuwezi kusikika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapelekea viongozi wetu yale mambo yanayotusibu. Labda mimi nisingekuwa nimepaza sauti, wasingeweza kujua ni nini kinaendelea chini ya carpet. Kwa hiyo napenda kuishukuru sana serikali na vyombo vyote vya dola na kamati ambayo ilikaa usiku na mchana kuendelea kufanya uchunguzi kujua kipi ni kipi. Naam, ni taarifa hiyo. Asante Pius Jeunga kwa taarifa hiyo katika Morning Sky habari. Mkurugenzi wa uratibu wa tafiti na shughuli za takwimu kutoka Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS, Emilian Karugendo, wamesema kuwa takwimu ni muhimu kwa kila mtu katika maisha ya kila siku, kwani zinasaidia kufanya maamuzi sahihi katika shughuli mbalimbali. Hata hivyo, ametoa kauli hiyo mfano wa matumizi ya takwimu katika maisha ya kila siku. Karugendo ameweza kueleza kuwa hata kama mazingira ya nyumbani mtu hawezi kupanga matumizi au hawezi kupanga bila kujua idadi ya watu ambao anawahudumia. Hata hivyo, kama vile kupanga kiasi cha chakula au bajeti ya matumizi, vile vile amebainisha kuwa kuna takwimu ni msingi wa muhimu katika kupanga sera, mipango ya maendeleo na ufuatiliaji utekelezaji wa miradi ya serikali. Hivyo ni lazima iweze kuendana na kuelimishwa juu ya umuhimu wake. Hii ni taarifa zaidi. Takwimu anazihitaji kila mtu na ni muhimu kwa kila mtu, si kwa ajili ya wasomi tu, ni kwa ajili ya kila mtu. Ni muhimu katika maisha ya kila siku. Kwa mtu wa kawaida, tuanzie kwenye familia. Kwa kawaida, mtu wa kawaida siku zote, kabla mama au mtu yote pale anayeandaa chakula pale nyumbani hajaingia jikoni, ni lazima ajue anaenda kuandaa nini kwa ajili ya nani.
kwa maana hiyo nani idadi. Ile idadi tayari ni takwimu kwamba naenda kupika chakula cha watu kadhaa. Katika hao pengine watoto ni kadhaa, pengine vijana ni kadhaa, pengine hivyo. Kwa hiyo tayari anakuwa ametumia takwimu. Lakini pia hata kabla kuingia jikoni, anapoenda sokoni, ni lazima ajue anaenda kununua nini, kwa kiasi gani, na pengine nina kiasi gani cha pesa, kitatosha kwa muda gani. Taifa ya takwimu ina majukumu kama alivyosema kwa mujibu wa sheria ya takwimu sura 351. Ni sheria iliyotungwa mwaka 2015. Ina jukumu lake kubwa sana ni kuzalisha na kusambaza takwimu rasmi nchini kwa ajili ya matumizi ya serikali, lakini pia kwa ajili ya matumizi ya wadau na hizo, ili zizalishe takwimu ambazo zina ubora, zina viwango vinavyotakiwa, lazima ziratibiwe. Kwa hiyo Ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa mujibu wa sheria ile ina jukumu la kuratibu uzalishaji na usambazaji wa takwimu nchini. Naam, ni taarifa hiyo mtazamaji popote pale ambapo upo muda nao katika huu, na kumbuka kabisa kwamba unaitazama vizuri zaidi Morning Sky habari asubuhi hii kutoka hapa Sky TV. Katika anga la Mwanza Oktoba 30, 2025, sauti kutoka kwa Sheikh mkoa wa Mwanza Khamis Kabel ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa huo ameweza kueleza kwamba ni lazima viongozi wa kiroho na wote wawe walinzi wa amani na kuhakikisha kwamba taifa linakuwa liko salama. Akiwa na sauti ya utulivu na maneno ya busara, Sheikh Kabeke amesisitiza kuwa amani ni daraja pekee ambalo linaweza kuwavusha Watanzania salama katika zoezi la kupiga kura. Katika kongamano ambalo limejaa hekima pamoja na mshikamano, alikumbusha kuwa amani si pambo la maisha bali ni msingi wa ustawi, kisima cha haki na chemchemi ya maendeleo. Hata hivyo, bila amani, alihoji, ni wapi mtoto atasoma, mkulima atalima na umuhimu wa kusujudu ukoje? Hii ni taarifa zaidi. Kitu bora kitachoweza kutusaidia tukavuka salama kwenye uchaguzi ni amani. Na kumekuwa na maneno mengi tu. Wachungaji na mashehe mnahubiri sana amani, mbona hamhubiri haki? Jamani, haki haiwezi kuwepo kama hakuna amani. Ni haki yetu kusali sisi Waislamu kwa siku mara 5. Wenzetu wa Kristo mnao utaratibu wenu wa kusali inawezekana kila Jumapili au kila baada ya siku fulani. Tuulizane humu wanakongamano, ikiwa kamechafuka, nani anaweza kwenda kanisani? Tuulizane hapa. Ikiwa kamechafuka, nani atakwenda msikitini? Sisi tuna kitu kinaitwa kaswida. Shehe Mazazi akaimba amani na nini, akaimba akituembea kwa kusema Wakristo mna kitu kinaitwa kwaya. Mnapiga mama ni bebe, mnaimba ile kwaya, lakini kwaya inaimbika kama vimevurugika. Kaswida itaimbika kama vimevurugika. Kwa hiyo jambo la kwanza ni amani. Amani ndio jambo la haki. Tumemwona Mwalimu Nyerere ameteuliwa kuwa msuluhishi pale Burundi. Alikwenda kusaka haki, alikwenda kusaka amani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni nani? Alikwenda kusaka haki duniani, alikwenda kutafuta haki, kutafuta amani. Wenzetu wa Gaza leo wanatafuta haki, wanatafuta amani. Tusidanganyane, amani kwanza. Naam, wanaendelea kutazama vizuri zaidi Morning Sky habari kutoka hapa Sky TV. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Iringa limewahakikishia wananchi wa mkoa huo kuwa kuanzia sasa majanga ya moto na ajali yatadhibitiwa ipasavyo kutokana na uwepo wa mitambo ya kisasa na uhakika. Kamanda wa jeshi hilo mkoani humo ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya kukabidhi magari na mitambo 6 ya uokoaji iliyonunuliwa na serikali, akibainisha kuwa vifaa vingine vitawasili mwezi Novemba mwaka huu. Hii ni taarifa zaidi. Kwa kweli tumefurahi sana mkoa wa Iringa kutupatia magari haya. Kwa kweli yatatusaidia. Magari ya kuzima moto mawili, moja ni la hapa manispaa na moja ni la Mufindi. Hili la Mufindi limedesainiwa pia kuweza kuzima mioto ya misitu.
Sambamba na hilo, tuna gari pia ya maokozi tunaita rescue van. Awamu ya kwanza imefika ya hapa manispaa, lakini pia awamu ya pili ambayo ni mwezi Novemba tutapokea pia ya wilaya ya Mufindi. Sambamba na hilo pia tumeletewa gari ya wagonjwa ambulance mpya ya kisasa, ambayo hii pia itakuwa inatoa huduma, kwa sababu tunapoenda kwenye matukio ya maokozi au ya moto, kuna mara nyingine tunakuta majeruhi. Kwa hiyo itasaidiwa kuwawahisha hospitali ili kupata huduma pamoja na matibabu. Kwa magari haya na vifaa hivi na mafunzo walioyapata askari wetu wa zimamoto, hatuna mashaka sasa mkoa wetu wa Iringa uko kwenye mikono salama ya kiusalama. Ni kwamba tulikuwa tunapata kero kubwa sana kwa sababu magari yalikuwa machache, halafu alikuwa hafiki kwa wakati kutokana na uchache, lakini bado miundombinu ambayo imesababisha gari zisishindwe kufika mtaani kwa wakati. Hata misitu inayoungua huku katika mikoa yetu ya Iringa itatusaidia sana kupatikana kwa haya magari ya zimamoto. Naam, ni taarifa njema zaidi kutoka mkoani Iringa kuhusu uwepo sasa wa vifaa vya kisasa vya zimamoto, na taarifa ambayo tayari inatoa nafasi ya kwamba sasa mkoa uko katika hali ya usalama, huku vifaa vingine vikitarajiwa kuingia. Naam, alikuwa katibu wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA katika jimbo la Segerea, Goodluck Mwasonya amejiuzuru nafasi hiyo kwa kile anachodai kuwa ni kutoridhishwa na mwenendo katika chama hicho. Mwasonya ametangaza uamuzi huo wakati akizungumza na vyombo mbalimbali vya habari na kusema ataendelea kuwa mwanachama wa kawaida. Tupate taarifa zaidi. Leo nasema rasmi kwamba najivua na kuacha nafasi ya ukatibu wa jimbo la Segerea. Kuanzia leo tarehe 20 nitakuwa mwananchi wa kawaida. Sababu nimeona zisizoridhishwa kwenye uendeshaji ndani ya taasisi hasa jimbo la Segerea. Kama kiongozi ninayeona kwamba lazima tufanye kazi kwa utaratibu na kuendesha taasisi, kwangu limenigusa sana. Nikaamua niache hii nafasi na niachane kabisa na ukatibu wa jimbo la Segerea. Kwa hiyo ni vema wanachauma wa jimbo la Segerea wilaya watambue kwamba Goodluck Moses Mwasonya amejivua ukatibu wa jimbo la Segerea. Kwa sababu kama nimegundua kuna sababu, maana yake hizo sababu zilikuwa ni za muda mrefu sana. Kwa hiyo yaweza kuta wapo wanaoamini kwamba itawezekana, na sisi ambao tuamini haiwezekani ndio tunaamua sasa kuacha hilo gurudumu liende. Mpaka nimefikia hatua ya kujivua, tafsiri yake ni kwamba zilifanyika jitihada za kushauriana na kuzungumza, lakini zikawa zimeshindikana. Kwa hiyo ukitumia busara na hekima unaamua kujiweka pembeni kwanza. Naam, mtazamaji, na kushukuru kwa sababu kwamba umekuwa pamoja katika kuhakikisha kwamba Morning Sky habari inakuwa pamoja na wewe, na umepata nafasi ya kuweza kuzitazama na kuzisikia pia habari za kitaifa. Mapumziko mafupi ndiyo ambayo yataweza kutupeleka moja kwa moja sasa kuweza kufahamu kile kinachoendelea katika habari za michezo na burudani. Morning Sky. Sky TV.
Jiachie barabarani ukiwa na Bima Flex, bima bora ya vyombo vya moto kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Ikinga nyumba yako dhidi ya majanga mbalimbali kama vile moto, mafuriko au hata kimbunga kwa gharama nafuu kupitia bima ya Linda Mjengo kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Na mtazamaji wa Morning Sky, bado tuko pamoja katika Morning Sky habari, na sasa tunaelekea katika upande wa michezo na burudani, lakini wakati huo pia nikukumbushe kwamba unao nafasi nzuri tu ya kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kupitia Instagram, Facebook na YouTube. Andika Sky International TV ukiwa mmoja kati ya washiriki wetu muhimu sana popote pale ambapo upo. Na sasa katika michezo na burudani, tukianza kitaifa, ni pamoja na ofisa habari wa TFF Mario Ndimbo amewaasa wa Tanzania kujitokeza kutazama mchezo wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars dhidi ya Ethiopia, ambapo mchezo huo utakuwa ni wa kufuzu AFCON 2025. Amesema ambapo mchezo huo ni muhimu kwa Tanzania ukiifunga Ethiopia au kupata matokeo mazuri nyumbani au ugenini. Hii ni taarifa zaidi. Wiki hii Jumatano ya Oktoba 22 tunao mchezo muhimu kama nchi ambao timu yetu ya taifa ya wanawake Twiga Stars wana kibarua dhidi ya Ethiopia. Huu ni mchezo wa mwisho wa kutafuta tiketi ya kufuzu AFCON ya 2026. Wa mwisho kwa maana tunazo mechi mbili au tunayo michezo miwili. Tunao mchezo wa nyumbani ambao tutacheza hiyo Oktoba 22 saa 11 jioni Azam Complex Chamazi, na tunao mchezo wa marudiano ambao utachezwa Abebe Bikira pale Ethiopia Oktoba 28. Michezo hii miwili tukifanikiwa kupata matokeo mazuri ya jumla, manake ni kwamba tunaikata tiketi ya kucheza hiyo AFCON ya 2026. Mchezo wa Oktoba 22 tuko nyumbani, mtaji wetu wa nyumbani ni mashabiki. Kwa hivyo ni waombe wa Tanzania tujitokeze kwa wingi katika siku hiyo ya Oktoba 22 kwa ajili ya kutoa hamasa kwa timu yetu ya
Twiga Stars kuhakikisha kwamba tunaikata tiketi hiyo kwa mara nyingine ya WAFCON ya 2026. Mchezo huu hautakuwa na kiingilio, kwa hiyo ni wewe tukusogea na kuwa sehemu ya Watanzania, tuendelee kuandika historia katika soka la wanawake, kuendelea kufuzu hizi WAFCON, na sasa ikiwa ni hiyo ya 2026. Timu ya taifa Twiga Stars wapo kambini wakiendelea na maandalizi kuelekea kwenye mchezo huo wa hiyo Jumatano, na tayari wachezaji ambao wanatoka nje ya Tanzania wameendelea kuwasili, na wengine tunawatarajia leo kuweza kuwasili kukamilisha idadi hiyo ya wachezaji ambao wameitwa kuelekea kwenye mchezo huo muhimu. Tunauchukulia mchezo huu kwa umuhimu mkubwa, na sisi kama Watanzania ambao tunahitaji kuona timu zetu zikifanya vizuri, timu zetu zikipiga hatua kuelekea kwenye mashindano makubwa. Hii ni nafasi yetu nyingine tena wa Tanzania tuwe nyuma ya kikosi chetu cha Twiga Stars kuhakikisha kwamba wanafuzu kucheza hiyo WAFCON ya 2026. Fikiria kwamba mchezo uko nyumbani na ambao ni mchezo muhimu ambao utatupa sisi tiketi ya kucheza hiyo WAFCON ya 2026 kwa matokeo ya jumla. Manake ni kwamba cheza vizuri mchezo wa nyumbani, kisha unakwenda kumalizia ugenini. Kwa hiyo niwaombe kwa umoja wetu kama ambavyo imekuwa kawaida yetu katika michezo mbalimbali ambayo timu za taifa zimekuwa zikicheza, kuendelea kuziunga mkono, kuhakikisha kwamba kama nchi tunaendelea kupeperusha vyema bendera ya Tanzania kwenye mashindano makubwa ya Afrika, na kuona namna gani ambavyo tunaweza kuwa sehemu. Hii ni historia nyingine tunataka kwenda kuiandika, na mchezo uliosalia ni huo dhidi ya Ethiopia. Manake ni kwamba kama taifa tunaendelea kusogea katika mashindano makubwa kila pale ambako tunakuwa tunashiriki. Kwa hiyo niwaombe tukutane Azam Complex Chamazi Jumatano saa 11 za jioni, hakuna kiingilio. Yote ni kwa sababu ya utaifa wetu, yote ni kwa sababu ya Tanzania yetu, yote ni kwa sababu ya Twiga Stars ambayo inapeperusha bendera ya Tanzania katika mashindano hayo ya kuwania kufuzu WAFCON ya 2026. WAFCON hii hapa ipo karibu kabisa, kwa sababu mchezo mmoja unaweza kutubadilisha kila kitu, kwa maana ya kwamba kuikata hiyo tiketi. Kwa hiyo hebu tulibebe jambo hili sote kama Watanzania kuhakikisha kwamba tunajitokeza kwa wingi kuwa nyuma ya Twiga Stars iweze kuikata tiketi hiyo ya kufuzu WAFCON ya 2026. Tayari maofisa wa mchezo huo wamekwisha wasili wakiwa wanatoka Liberia, wao wamewasili leo, lakini pia vile vile timu ya Ethiopia kwa maana ya wapinzani wa Twiga Stars wenyewe pia wanataraji kuingia leo jioni. Kikubwa tukutane Azam Complex Chamazi kwa sababu ya Twiga Stars, kwa sababu ya Tanzania, kwa sababu tunataka kusogea kwenye WAFCON ya 2026. Unajisikiaje ukikaa nyumbani haujaja uwanjani kuisupport Twiga Stars ambayo inapeperusha bendera ya Tanzania? Sisi sote ni wa Tanzania, Twiga Stars ni timu yetu. Tukutane Azam Complex Chamazi Jumatano 11 za jioni. Naam, huyo ni afisa habari kutoka TFF Mario Ndimbo akielezea zaidi na kutoa hamasa kwa watu kujitokeza kucheki mchezo wa ambao utapigwa dhidi ya Ethiopia pamoja na wanawake Twiga Stars. Naam, mwanariadha wa Tanzania Gabriel Gea ameendelea kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania baada ya kuweza kushika nafasi ya 4 katika mbio za TCS Amsterdam Marathon 2025 zilizofanyika jijini Amsterdam nchini Uholanzi. Gay akikamilisha mbio hizo kwa muda wa saa 2 dakika 4 na sekunde 36, na muda unaonyesha uimara na ubora wake wa kimataifa katika mashindano hayo yenye ushindani mkubwa zaidi. Katika habari kimataifa kwenye michezo na burudani ndani ya Morning Sky habari ni pamoja na mchezo wa dabi wa ligi kuu ya Israel kati ya Maccabi Tel Aviv na Hapoel Tel Aviv uliofutwa dakika chache kabla ya kuanza Jumapili kufuatia kile ambacho polisi walikitaja kuwa ni machafuko ya umma pamoja na vurugu kali. Katika taarifa ambayo imechapishwa kwenye mtandao
wa X zamani Twitter, polisi wa Israel walieleza kwamba makumi ya maguruneti ya moshi na vifaa vya fataki vilirushwa. Huu si mchezo wa mpira, hii ni vurugu na uvunjifu wa amani na vurugu kubwa. Kwa mujibu wa polisi, watu takribani 12 walijeruhiwa, wakiwemo raia 12 na maafisa 3 wa polisi. Aidha, watu 9 walikamatwa na wengine 16 wanashikiliwa kwa mahojiano zaidi. Na tumekamilisha katika habari, michezo na burudani katika Morning Sky habari asubuhi hii ya leo, popote pale ambapo upo, na kila sababu ya kushukuru kwa sababu unaitazama vyema zaidi Sky TV asubuhi ya leo. Mapumziko yafuatayo tutupeleka moja kwa moja kuweza kutazama yale ambayo yameweza kupewa nafasi kubwa zaidi katika vichwa vya magazeti asubuhi ya leo katika kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma. Endelea kufuatilia Sky TV. Morning Sky. Sky TV. Ikinga nyumba yako dhidi ya majanga mbalimbali kama vile moto, mafuriko au hata kimbunga kwa gharama nafuu kupitia bima ya Linda Mjengo kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Morning Sky. Na mtazamaji wa Sky TV katika Morning Sky habari, bado tuko pamoja na wewe, na mara baada ya kupata habari tofauti tofauti, lakini pia kujua yale ambayo yameweza kuchukua nafasi katika michezo na burudani. Sasa ni wakati mwingine wa kuweza kutambua kile kilichochukua nafasi katika vichwa mbalimbali vya magazeti asubuhi ya leo katika kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma, lengo likiwa ni kuweza kufahamisha taarifa muhimu na kisha wewe mwenyewe kuweza kuona namna ambavyo tutaweza kupata nakala hiyo katika meza tofauti tofauti za magazeti asubuhi hii ya leo. Kama wajiunga nasi, karibu sana. Bado tuko pamoja katika Morning Sky habari. Katika magazeti asubuhi ya leo, Oktoba 21, 2025, mtazamaji wa Sky TV, naanza na gazeti la Nipashe, ambao Nipashe wao wanakuambia kwamba ni mwanga wa jamii. Kawaida hiyo Nipashe lazima kuambia mwanga wa jamii, ambapo ukurasa wa mbele kabisa ni taarifa iliyochukua nafasi kubwa, ni Lissu anakwamisha kesi kwa maksudi. Lissu akwamisha kesi kwa maksudi, Jamhuri ya lalama. Ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, na imechukua nafasi kubwa zaidi. Hii ni baada ya mshtakiwa huyo wa kesi ya uhaini kuwasilisha mapingamizi 4 mapya kortini. Undani wa taarifa hii utaweza kuipata katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe mwanga wa
jamii. Lakini Samia, miradi mikubwa inakuja Pwani, ahidi kudhibiti mafuriko Rufiji. Doyo asisitiza kufuta mfumo wa stakabadhi gharani. Ni katika ukurasa wa 3 utopata undani wa taarifa hii. Lakini kuna habari picha ambayo inaonyesha wanachama na wananchi katika wilaya ya Rufiji mkoa wa Pwani wakimsikiliza mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan alipohutubia mkutano wa kampeni jana. Lakini vile vile kuna habari picha ambayo inaonyesha mgombea urais kupitia NLD Doyo Hassan akizungumza na wananchi wa wilaya ya Tandahimba mkoa wa Mtwara katika mkutano wa kampeni. Kumbuka zimesalia siku takriban 7. Kwa hiyo ni tunasema kampeni ya lala salama, wagombea mbalimbali wakipita katika maeneo tofauti tofauti kumalizia kunadi sera zao ama kusisitiza kile ambacho walipita ukieleza kwa mara ya kwanza. Bado tuko katika Nipashe Mwanga wa Jamii, katika ukurasa wa mbele kabisa. Mjane arejeshewa nyumba aliyopokwa kisa deni la mumewe. Ni taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa katika gazeti asubuhi ya leo, ambapo pia habari picha inaonyesha mjane Aris Haule akionyesha hati ya nyumba baada ya ukabidhiwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Kushoto ni kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dar es Salaam Shukrani Kiando. Ni taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi. Ruto amtunuku tuzo ya heshima Raila Odinga, utaipata ukurasa wa 19 katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Lakini kutosomana mifumo ya mamlaka serikalini chanzo cha maafa, ukurasa wa 8 utaipata. Hii ni ripoti maalum katika ukurasa wa 8 wa gazeti la Nipashe. Kutoka giza la uraibu wa unga hadi nuru ya maisha mapya, utaipata katika ukurasa wa 7. Nani imemkuta ikoje, utaweza kuipata ukipata gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini katika gazeti hilo la Nipashe tuende katika ukurasa wa michezo na burudani. Kwenye gazeti la Nipashe hilo Mwanga wa Jamii, kwenye michezo na burudani ni kwamba Mabedi asema Yanga itapindua meza, atamba watawashangaza wa Malami. Mzinze sasa fiti aandaliwa kuimaliza huko mashabiki. Ni katika kurasa za michezo na burudani gazeti la Nipashe. Pantop asema Simba hii bado sana mtaipenda. Ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa zaidi. Fernandes atoboa siri ushindi United. Ni katika michezo na burudani gazeti la Nipashe ambalo na achana nalo hivyo, na sasa naenda kugeukia kutazama gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa mbele Oktoba 21, 2025 ni kwamba mapya nyumba ya mjane, serikali ya mkabidhi hati yake, yabaini nyaraka kugushiwa, upande wa pili wapinga uamuzi, Chalamila ampa Yusufal siku 5. Ni taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa katika gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, ambapo msimamo wa Chalamila anaeleza kwamba anatoa siku 5 Yusufal aende mwenyewe kwa mkuu wa mkoa, maana siku ya tukio la mabouncer kuondesha vurugu huyo mama alikuwepo, baadaye kuona mambo yameonekana magumu na yeye hayupo hapa nchini. Ni taarifa hiyo utaweza kuipata kwa undani gazeti la Mwananchi. Lakini gazeti la Mwananchi pia ukurasa wa mbele nasema Samia ahidi neema barabara ya Kilwa amtwisha zigo Ulega. Ni taarifa ambayo chukua nafasi kubwa katika gazeti la Mwananchi, na kuna habari picha ambayo inaonyesha wananchi wa Ikwiriri mkoa wa Pwani wakimsikiliza mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan alipokuwa akihutubia mkutano wa chama hicho uliofanyika wilayani Rufiji jana. Samia alikuwa mkoani humo ikiwa ni mwendelezo wa kampeni zake za kuomba kura katika maeneo mbalimbali, nasema kampeni zile za lala salama. Undani wa taarifa hii utaipata katika ukurasa wa 3 katika gazeti la Mwananchi. Waliojaribu kumteka Tarimo jela miaka 7. Ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa, ambapo pia kuna habari picha inaonyesha mfanyabiashara Deogratus Tarimo akipambana na kujinasua kutoka katika watu waliotaka kumteka Novemba 11,
2024. Ukipata gazeti la Mwananchi utaenda katika ukurasa wa pili, utaweza kuipata undani wa taarifa hiyo. Hatima video Lissu kesi ya uhaini kesho ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa zaidi kwenye gazeti la Mwananchi, gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele zaidi. Sasa tuende katika gazeti la Habari Leo. Habari Leo katika ukurasa wa mbele Oktoba 21, 2025 kwenye gazeti la Habari Leo ni kwamba taarifa kubwa ni Samia asema mimi ni suluhu ya mengi. Mimi ni suluhu ya mengi, asema bilioni 245 kudhibiti mafuriko Rufiji, hekta 13,000 kunufaisha wakulima, vijiji kuimarishwa kuvuta vijana, upanuzi barabara Korogwe Mkuranga wanukia. Ni baadhi ya ahadi ambazo wameweza kuzieleza wakati huko katika kampeni kule Rufiji, na kuna habari picha ambayo inaonyesha mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan akifurahia mapokezi wakati wa mkutano wa kampeni za uchaguzi mkuu wilaya Mkuranga mkoa wa Pwani siku ya jana. Undani wa taarifa hiyo utaenda kuipata katika ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. CCM si rahisi kumnyima kura Samia, ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo utaweza kupata undani wa taarifa hiyo. Mitambo 8 kukabili shida ya maji Dar es Salaam. Ni miradi ya trilioni 13 kuimarisha upatikanaji wa umeme. Kimabasi Shilimo Ndokasi yafanya majaribio Mbagala gerezani. Ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo utapata undani wa taarifa hiyo. Wenye ulemavu wampongeza Dr. Mwinyi kuwathamini. Katika ukurasa wa 19 wa gazeti la Habari Leo utaipata undani wake. Serikali ya Ada Tadea kuunda yasema kuunda taasisi ya upelelezi katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Hii ni taarifa ambayo inaonyesha kwamba endapo watapata ridhaa ya kuongoza nchi, basi moja kati ya vitu watakavyofanya wao Ada Tadea wataweza kuunda taasisi ya upelelezi. Ni katika Habari Leo. Lakini kuna taarifa kwa ndani inasema watumishi 34 washinda rufaa tume ya utumishi. Ukipata undani wa taarifa hiyo, Samia kuanza kampeni Dar es Salaam leo, na mahakama kutoa uamuzi pingamizi la Lissu. Katika ukurasa wa 20 utapata undani wa taarifa hiyo. Katika Habari Leo nikigeuza gazeti hili katika ukurasa wa michezo na burudani kwenye gazeti la Habari Leo ni kwamba michezo na burudani, wa Tanzania watamba na Guy Marathon, lakini Pantev akoshwa na kiwango Simba, Mbeya City Prison hapa toshi leo. Ni taarifa ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi katika ukurasa za michezo na burudani kwenye gazeti la Habari Leo. Nairobi United yaiduaza et El Sahel katika ukurasa wa 22 kuna undani wa taarifa hiyo. Kuna habari picha kwenye gazeti la Habari Leo ambayo inasema inaeleza kuwa inaonyesha wachezaji wa Simba wakiondoka Eswatini kurudi nyumbani kupitia Afrika Kusini baada ya mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs uwanja wa Somholol juzi. Simba ilishinda mabao 3-0. Sawa, ni habari picha ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi. Vigogo Azam na Mungu kuchuana wenyekiti bodi ya ligi. Ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa katika kurasa za michezo na burudani kwenye gazeti la Habari Leo. Nikiachana gazeti la Habari Leo, naenda kukamata gazeti la Majira asubuhi ya leo. Gazeti la Majira Oktoba 21, 2025. Katika gazeti huru la kila siku, gazeti la Majira, ukurasa wa mbele, mikutano ya kampeni ya Dr. Samia yatikisa Rufiji, ahidi kudhibiti mafuriko mto Rufiji, asisitiza uwezeshaji wananchi kiuchumi, huduma za kijamii, awapa habari njema wakulima. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Utaipata undani hiyo, lakini kuna habari picha ambayo inaonyesha mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza jana katika na wananchi katika mkutano wa hadhara wa kampeni ambao umefanyika Mkuranga katika mwendelezo wa kampeni za uchaguzi kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi
CCM. Katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, Mwinyi asema mageuzi ya uchumi na fedha yameijenga Zanzibar. Tupata undani wa taarifa hii. Zaidi ya mabinti 2700 wanusurika kukeketwa, ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira. ACT Wazalendo wajipanga kulinda ushindi kikamilifu, katika gazeti la Majira katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini Tanzania bila watoto mitaani inawezekana, ni moja kati ya taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira. Katika ukurasa wa 15 utapata undani wa taarifa hii. Mgombea urais wa CUF kugawa upya ardhi kwa wahitaji, lakini akabidhiwa hati ya kiwanja chenye hekalu lake. Ni taarifa ile ambayo inaendelea. Mkuta Bi Ari Saule. Trump atishia kukatisha msaada kwa Colombia, ni taarifa nyingine ambayo imechukua nafasi kubwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira. Nikigeuza gazeti la Majira nikienda katika michezo na burudani, katika kurasa za michezo na burudani, gazeti la Majira ni Simba Yanga kutinga makundi kwa kishindo, wasema kwa Mkapa hatoki mtu, goli la mama la watia mzuka. Ni taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi. TRA yafanya ziara ya ukaguzi Basata. Mbeya City Prison mechi ya kibabe leo. Taarifa za michezo na burudani, lakini kuna habari picha hapa ambayo inaonyesha wachezaji wa Simba Steven Mkwala, Jonathan Soward na Neo Maema wakiwa uwanja wa ndege nchini Eswatini jana, wakianza safari ya kurudi nyumbani Tanzania kwa kupitia Afrika Kusini. Simba kumbuka ilishinda mabao 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs katika mchezo wa kwanza hatua ya pili ligi ya mabingwa Afrika. Ni gazeti hilo la Majira. Na kamata gazeti la Uhuru. Katika gazeti la Uhuru kwenye vichwa mbalimbali vya magazeti asubuhi ya leo, gazeti la Uhuru Oktoba 21, 2025. Dr. Samia aacha simulizi Rufiji, ni afanya mkutano wa kampeni wa kihistoria, huku akaahidi kutenga shilingi bilioni 245 za mradi wa kukomesha mafuriko, pia kuanzisha skimu za umwagiliaji hekta 13,000, ujenzi wa mabwawa mawili na kilomita 90 za barabara na makalavati. Ukurasa wa pili una undani wa taarifa hii ambayo imechukua nafasi katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Nchimbi tutakamilisha bandari ya uvuvi Kilwa, katika ukurasa wa 3 utapata taarifa hiyo. Mgombea urais wa CCM hapoi kutikisa Dar es Salaam leo, katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru utapata undani wa taarifa hiyo. Mageuzi ya kiuchumi fedha yameijenga Zanzibar, asema Dr. Mwinyi. Ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa tofauti. Dr. Samia afuta kodi 250, TLP kujenga kambi za wazee kila kona. Chama cha siasa TLP kimeahidi hivyo endapo kitapewa nafasi hiyo. Katika michezo na burudani kwenye gazeti la Uhuru asubuhi ya leo ni kwamba kocha JKT Tanzania ashtuka, lakini katika michezo na burudani, Azam FC yazipiku Simba, Yanga vita ya mabao CAF, na vile taarifa nyingine, kocha Silver Strikers pressure juu, Lodiva kumpa kura Dr. Samia, lakini Mbappe aibeba Madrid, na kikosi cha Yanga fiti 100%. Ni gazeti ambayo imeweza kuchukua, ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa zaidi. Na kamilisha na gazeti la Wamachinga asubuhi hii ya leo katika kurasa mbalimbali za magazeti zilizochukua nafasi kubwa zaidi. Katika gazeti la Wamachinga ni kwamba Oktoba 21, 2025, mafuriko basi Rufiji, Samia Pwani atangaza mkakati wa serikali ijayo itakavyodhibiti wananchi, watoa neno la matumaini mapya kwao, lakini asema serikali itajenga kiwanda cha kusindika mazao ya samaki, mabwawa 5 ya kufugia samaki kata za Utete, Mbwara, Mkongo na Ngorongo na Ikwilili. Barabara Kongowe Mkuranga kupanuliwa ili kupunguza msongamano wa magari. Katika ukurasa wa 3 utapata undani wa taarifa hii kwenye gazeti la
kwa Machinga. RC Chalamila arudisha tabasamu kwa mjane Ari Saule, kurasa wa 3. Habari hii imechukua nafasi kubwa katika kurasa mbalimbali za michezo na burudani, katika kurasa mbalimbali za mbele asubuhi ya leo. Lakini katika gazeti la Wamachinga, ikienda katika kurasa za michezo na burudani asubuhi hii, ni pamoja na Rushan Delok atabiriwa unaodha Simba, Shikalo ajiunga na St George, Twiga Stars yaipiga mkwara Ethiopia Wafcon, na Luvanga apiga 2 na assist Saudi Arabia. Ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa sana katika magazeti katika kurasa za michezo na burudani. Lakini namalizia katika michezo na burudani na gazeti la Mwana Sport asubuhi ya leo. Kwenye michezo na burudani, Mwana Sport lenyewe limeweza kueleza kwamba Yanga yaweka msimamo, au ni Mwana Sport katika michezo na burudani. Lakini Balala Pantev utapata ukurasa wa 2, na ndoo za Ronaldo zilivyopigiwa kitu kizito. Sikia mapya mashabiki wa Man United, ni taarifa mbalimbali na umeweza kupata kuzifahamu katika michezo na burudani, na hii ni katika gazeti la Mwana Sports. Sasa nikufahamishe tu kwamba nafasi muhimu ni kufika katika meza ya magazeti na kupata miongoni mwa nakala muhimu itakao kufaa katika yale ambayo tumeweza kuyasikia asubuhi hii ya leo. Kumbuka unatazama Morning Sky habari popote pale ambapo upo, na unao nafasi nzuri tu ya kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kupitia Facebook, YouTube pamoja na Instagram. Basi andika Sky International TV. Mimi naitwa Mariango Mugeta. Mapumziko yafuatayo kisha tutarejea. Morning Sky. Sky TV. Ikinga nyumba yako dhidi ya majanga mbalimbali kama vile moto, mafuriko au hata kimbunga kwa gharama nafuu kupitia bima ya Linda Mjengo kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Tabasamu mfugaji, na usahau hasara milele kwa kukata bima ya mifugo kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Jiachie barabarani ukiwa na Bima Flex, bima bora ya vyombo vya moto kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz.
NIC Insurance. Sisi ndio bima. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha 1 hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha 1 na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Sky TV.
Sky TV. Sky TV. Morning Sky. Yawezekana katika safari hii ndo kwanza na wewe wajiunga nasi. Nasema kwamba gari limekuta njiani. Lakini sawa, kuna nafasi kwa utapanda tu. Bwana, ni Morning Sky na yetu matumaini kwamba uko salama na unaendelea vizuri sana. Tuna kila sababu ya kusalimia kila wakati kwa sababu unajua wengine ndio wameamka sasa hivi. Kwao ndio kumekucha. Kumekucha, lakini wengine safari ilikuwa ndefu, na nishawahi kukwambia kwamba kuna mazingira ambayo yanapelekea ukiniambia za asubuhi nashindwa kukujibu kwa sababu nakuwa nimeziunganisha. Kwa hiyo unataka kusema habari za asubuhi. Usemi za asubuhi. Unasema habari za asubuhi. Wakati mwingine pia napata shida kukujibu. Inategemea. Inategemea na siku hiyo umeamka. Kama leo nitapata shida sana kukujibu hilo. Na sasa umeshaniambia mambo vipi? Mambo vipi? Uko salama? Niko salama kabisa. Naona umeamka mapema kabisa. Unaendeleaje? Ukaanza na lile jukumu letu. Kumhabarisha mtazamaji. Lile ndo jambo muhimu kwa sababu lile ni muhimu sana, maana bila kufanya vile NIC watatuuliza kwamba imekuaje, tutashindwa kuwajibu. Sasa NIC kwa sababu wao ndo washirika wetu, basi una kila sababu sisi pia nao kujivunia kwa sababu wanatuhakikishia usalama wa maisha yetu kwa asilimia zaidi ya 100. Yaani unajua asilimia zimezidi zaidi. Kwa sababu kama wewe una chombo cha moto, una mali isiyohamishika, nikiwa namaanisha kwamba gari, nikiwa namaanisha nyumba, au una duka, una biashara, haijalishi biashara kubwa kwa kiasi gani, na haijalishi unazo ngapi wewe, hata kama unazo 100 zipeleke tu kwa NIC, na wao ndio maana wanakuambia kwamba sisi ndio bima. Na nia na madhumuni kuhakikisha kwamba wanalinda mali zako. Hili ni shirika la bima la taifa. Kila sababu na tuna kila sababu ya kuwashukuru kwa sababu wao ndio wamekuwa washirika wetu. Mimi ni Mariango Mgeta, mwenzangu ni Godliness Gaspar asubuhi hii. Bwana Godi, nilikuwa nakaa nafikiria vitu vingi sana. Moja kati ya jambo nikasema kwamba unajua Mungu wakati anatuumba kuna kitu nafikiri sijui nitumie lugha gani, lakini kuna kitu alikiweka kwamba mimi sijui wewe unawaza nini hapo ulipo. Na wewe hujui mimi nawaza nini hapa nilipo. Unanielewa? Nikachukua hii pia nikaliingiza kwenye familia. Nikagundua kwamba inawezekana pia kwenye familia tunaweza tuseme kwamba kuna watoto ambao wanaishi katika mazingira hatarishi. Labda mtoto wa jirani yangu, mtoto fulani, yule sio mtoto mzuri, ile familia, yule mzee au yule mama kashindwa kulea watoto wake, ndio maana watoto wako wanaonekana mtaani. Lakini nikarudia tena kwamba inawezekana kwamba hata
watoto ambao sisi tunawalea majumbani pia nao ni watoto wa mtaani. Nikiwa namaanisha kwamba unamwona kijana wako yuko nyumbani na anafika nyumbani, mnakaa naye na ikifika usiku wote mnaenda kulala, lakini yeye anachowaza, akili yake haiko pale nyumbani, yuko mtaani. Umeona? Nikajaribu kuwaza sana nikagundua kwamba hivi Tanzania bila watoto wa mtaani inawezekana au haiwezekani? Sasa hapo kwanza tuweke jambo moja sawa sawa. Kuna vitu viwili ambavyo umevizungumza. Umenichanganya kidogo. Kuna yule kijana ambaye unasema yeye yuko nyumbani lakini akili yake haiko nyumbani. Lakini kuna yule ambaye hayupo kabisa nyumbani na akili pia haipo nyumbani. Yaani huyo huwezi kula na kulala naye. Yeye anapambana na maisha yake kwa namna yake. Sasa hapo ungeniweka vizuri. Sasa tuanze na hiki cha huyu ambaye, kwa sababu huyu ambaye yuko nyumbani lakini akili yake haiko nyumbani, usipowahi kuwa makini na kuangalia, kesho ataambukizwa, ataenda kule. Naam. Moja kwa moja. Na wengi wameanzia hapo. Wengi wameanzia hapo kwamba uko naye nyumbani lakini kutokana na mazingira ya nyumbani, huduma unazozipata nyumbani, vipigo unavyovipata nyumbani, maneno yasiyofaa, nikiwa matusi na mambo mengine ya udhalilishaji, yanampelekea kuanza kufikiria taratibu namna ambavyo anaweza kaenda kuishi mtaani. Kwa hiyo inawezekana uko naye na wewe kile unavyofanya unaona kwamba labda unamjenga kwa kumwadhibu au nini, kwa mawazo yako wewe unafikiria kwa unamjenga akae sawa. Wenzetu wale neno la Kisukuma kule wanasema unamshape. Sawa? Lakini kumbe wewe ndo unamfanya aondoke nyumbani, awaze mtaani na aondoke kabisa, yani usimuone kabisa. Sasa kwa kuzungumzia hilo mali yangu, kuna kitu pia na mimi nimekipata hapa wakati unaendelea kuzungumza. Mtindo wa maisha ya sasa naweza kusema mbadilika. Jambo hili, japokuwa jambo hili halijaanza miaka ya hivi karibuni. Ndio. Kwa kusema hivyo namaanisha watoto kuwa wa mitaani. Na kuna kiongozi mmoja aliwahi kusema mtaa haujawahi kuzaa watoto. Ndio. Lakini imetokea kwa sababu unamuona anazurura, hana mwelekeo wowote wa maisha, anajikuta yuko tena mtaani. Kweli kabisa. Lakini kiuhalisia anakuwa ametokea kwenye familia zetu. Ndio. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo huwa yanapelekea watoto kufika hatua ya kutoka nyumbani. Ndio. Moja wapo ya mambo ambayo yanapelekea mtoto kutoka nyumbani na kwenda kuwa mtoto wa mtaani ni migogoro ya kifamilia kama ambavyo umetangulia kusema. Kweli. Lakini kuna lugha ambazo pengine mtoto hafurahishi nazo. Ndio. Lakini pia inategemea na inawezekana wazazi wote wameshatangulia mbele za haki. Hawapo na ndugu hawawathamini. Ndugu washachukua cha kwao. Yaani ndugu umeanza sasa. Washachukua cha kwao. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho kinakuwa ni ukosefu wa elimu. Yaani ukosefu wa elimu au uelewa. Sawa? Lakini kitu kimoja ambacho najua mimi sasa hivi, wazazi wa sasa hivi tuko very busy. Lakini tunatakiwa kutenga muda wa kuwa tunazungumza na watoto. Watoto sasa hivi sio wa kuwatandika tu. Unanielewa vizuri? Sio wa kuwatandika tu. Sio wa kuwachapa tu. Yaani namaanisha kuwachapa. Samaki mkunje? Angali mbichi. Angali mbichi. Na wengi tunadhani kuchapa ndo ni kitu muhimu sana. Yaani hata kwenye vitabu vya dini, kwa upande wangu mimi ni Mkristo, vimeandika hivi. Fimbo, yaani usimnyime mtoto mapigo. Achana na hiyo usimnyime mtoto mapigo. Kuna ile inasema fimbo inaondoa ujinga kwenye kichwa cha mtoto. Sijui unanielewa? Nimekuelewa. Kwa hiyo inawezekana kuna ujinga fulani ambao anauwaza yeye ambao ndio unasababishwa na yale makundi ambayo pengine anakuwa ameyapitia kama ulivyosema awali. Inapelekea yeye kufikiria kwamba nyumbani siwezi tena kukaa, natakiwa nitoke nyumbani niende nikapambane na maisha yangu. Lakini kiuhalisia kuna vitu muhimu vitatu ambavyo mtoto anavikosa. Bwana huyu ndio anakuwa na wazazi asubuhi hii bwana. Haya ndio mambo yenyewe. Tupe vitu, shusha vitu. Vitu vitatu ambavyo mtoto lazima anavikosa. Jambo la kwanza, malazi. Kwa maana ya sehemu ya kuishi. Juu unanielewa? Jambo la pili, chakula. Sawa? Jambo la tatu, mavazi.
Ukijaribu kufuatilia watoto wengi ambao tunakutana nao mtaani hawana hivyo vitu. Hivyo vitu vitatu. Unakuta ana mavazi yamechakaa. Kwa sababu hana wa kumpa na ameamua kuchagua maisha hayo. Wengine wanaamua. Lakini wengine wanapelekea sababu hizi, labda pengine kuna migogoro kwenye familia kama nilivyosema. Wazazi wametangulia mbele ya haki, ndugu wameona watoto na hatuwezi kuishi nao, pengine labda watatusumbua. Au wazazi wenyewe wameachana. Au wazazi wengine wametengana. Hivi neno lipi zuri kutumia, kutengana au kuachana? Yote mawili yako sahihi. Lakini kutengana kuko hivi. Inawezekana mimi nikawa nimetengana na wewe, lakini baadaye tukarudi tena tukaishi pamoja. Lakini kuachana ni mahakamani kabisa, kwa talaka. Kwamba mimi na wewe hatuwezi kuwa tena pamoja. Okay. Sawa. Na ikishatokea jambo hilo, mara nyingi nani mwenye jukumu la kulea huyo kiumbe sasa? Hapo sasa inategemea. Siwasemei wale ambao wanahusika sana kwenye mahakama, maana huu ni mhimili. Sijui unanielewa. Lakini kwa taratibu ninazozijua mimi, mtoto ambaye yuko chini ya miaka 7. Chini ya miaka 7 anaishi na mama. Okay. Kwa sababu pale mama ndo anamshape. Kuna lugha ulitumia nzuri. Mama anamshape mtoto. Sasa. Na ndio maana ukifuatilia kwenye jamii ya Kitanzania wengi tunaoishi, mtoto akiharibika, mama yake amemharibu. Lawama inaanzia kwa mama. Chini ya miaka 7. Haijalishi ni wa kiume. Lakini pia inategemea. Inawezekana mtoto akawa chini ya miaka 7, lakini pia mwanamke ambaye ni mama sasa akawa ana tabia ambazo haziwezekani kuishi na yule mtoto. Akapewa baba na mahakama. Pengine mama ni mlevi sana, hajali nyumbani. Sijui unanielewa. Mama ana mishemishe za kutosha. Jioni yeye ndio safari. Mama yuko busy sana. Mama yuko busy. Atalea mtoto saa ngapi? Hawezi kulea mtoto. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo pengine ataulizwa kwanza mtoto, mama yukoje? Mama ana tabia gani? Mama huwa anafanya nini? Kwa hiyo ile ndio itakao kubeba wewe mzazi wa kike kumchukua mtoto. Baba huwa anafanya nini? Na inasemekana kwamba watoto huwa hawasemi uongo. Watoto inasemekana kwamba watoto hawasemi. Lakini watoto wanadanganya bwana. Kwa hiyo hata ukimpanga mambo yataenda yatabadilika. Hawezi kumpanga kwa sababu kama unamnyanyasa, hata kama una haki ya kukaa na mtoto, kama unamnyanyasa atazungumza kwa sababu anaona pale niko sehemu salama. Lazima azungumze. Anahitaji upendo wako sana. Kwa hiyo kuna hivyo vitu ambavyo vinapelekea watoto kwenda mitaani sasa. Lakini pia kuna swala lingine la umasikini. Unakuta wazazi wana kipato cha hali ya chini kabisa. Mtoto mwingine akiangalia nyumba ile, akiangalia nyumba ile anaona, mbona wenzangu kama vile mambo yao mazuri, wanafaidi. Ngoja mimi nitoke tu nyumbani, labda nikapambane huko. Naweza nikaa. Lakini Godi, kweli ndio. Kipato cha chini baba na mama. Ila kiukweli, mbona wengine tumetokea katika familia hizo? Sasa hapo unaona kabisa hapo parefu. Hapo sasa inategemea na akili ya mtoto. Maana unajua wale ni watoto kwa umbo. Lakini wana akili. Ukikaa vizuri na watoto wanakaa, mimi napenda kutumia neno kwamba wanaishi kwenye dunia yao. Yes. Wana akili sana. Yaani ukimfuatilia vizuri mtoto wako utajua. Kuna vitu kanzidi. Exactly, iko hivyo. Mtazamaji, katika haya unao nafasi ya kushiriki na sisi kwenye kutupigia simu kupitia 0792888642. Unao nafasi ya kutupigia au kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0792888642. Tukigusia kuhusu Tanzania bila watoto wa mtaani inawezekana? Hilo ndio kubwa zaidi ambalo tunaligusia. Kwa hiyo unaweza kushiriki nasi. Tumezungumza hii kwa kipindi hiki pia kutokana na hivi karibuni, nadhani sasa mwezi umefika. Mwezi na kama wiki toka watoto wetu wamalize shule ya msingi, elimu ya shule ya msingi. Sasa hapa ndio kuna wengine ambao wameshaanza kutokomea. Pasipoeleweka. Wengine mzazi ndo kashamgawa mtoto, nenda kwa fulani kule, kaishi. Si kwa sababu akatembelee, kwa sababu wapunguze gharama za nyumbani.
Gharama za maisha. Nyumbani hapa tumekuwa wengi bwana, kila siku mchele kilo moja haiwezekani, twende na robo. Kwa hiyo nenda kule. Lakini pia kuna wazazi wengine ambao wamejitahidi kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa salama kwa kuwatafutia kitu cha kufanya, kusoma. Kuna yale masomo ya wanasema mwanzo wa sekondari, Pre-form 1, mwanzo wa sekondari huo. Kuna wengine sasa, hapa ndio eneo ambalo, na mara nyingi ikifika katika hatua ya mtoto amemaliza ngazi hii kwenda ngazi nyingine, ndio vitu vingi vinatokeaga vya ajabu sana katika mazingira hayo. Kwa hiyo tukaona kwamba ni vyema pia na ili kuweza kulizungumzia, kwa sababu pia unaweza kukutana na watoto wako katika mazingira hatarishi sana, lakini kuna mwingine ukimuuliza hakupi sababu ya msingi. Hakupi sababu ya msingi kwamba labda nyumbani kuna shida kiasi hicho. Unakuta tu kwamba labda ni tunasema ni makundi, ni vile vitu ambavyo anaviona katika mitandao ya kijamii zaidi. Kwa hiyo kwake yeye inampa power ya kuona kwamba amekuwa na anaweza akajaribu maisha kwa namna moja akiwa peke yake. Na Godi pia umeenda mbali zaidi kusema kwamba wakati mwingine inapelekea, kwa sababu haya yote ni shida kubwa ukiangalia, ni namna ambavyo mtoto anatimiziwa mahitaji. Kutimiziwa mahitaji kwa mtoto kumaanishi kwamba kumnunulia nguo tu au kumnunulia viatu tu na uniform. Hapana. Kumtimizia mahitaji mtoto kuna maanisha pia nafasi ya wewe mzazi, iwe ni baba au mama, unatoa muda wako kiasi gani kuwa karibu na kijana wako. Mimi huwa nasema na huwa najiambia mimi mwenyewe kwamba kuna muda natakiwa kuwa mkali, ni sahihi, kwa sababu huwezi kumchekea mtoto tu maana ukamlea kama yai, sio kweli. Lakini kuna muda unatakiwa kuna muda unatakiwa kuwa mtoto wangu mimi agusu. Kuna muda unatakiwa kuwa rafiki. Kama kusumbua mtoto wangu, wewe nipigie mimi simu kwanza nikuruhusu umchape. Mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu ikitokea, unajua wazazi wa kike tuko hivi. Mara nyingi huwa tunasema wewe umefanya nini hivi? Ngoja umsubiri babako aje kuadhibu. Sijui unanielewa. Hautakiwi kusema hivyo. Yaani wewe kama mzazi una majukumu ya kuadhibu pale pale. Wanasema mchuzi wa mbwa unywe ukiwa wa moto. Ukiwa mapopo? Utakunywaje mafuta? Kwa hiyo kiwa amekosea mtoto, unamwadhibu mara moja. Lakini kuna vitu sasa viwili vya kutazama. Unaangalia na kosa lenyewe. Sawa. Inawezekana imekuwa ni tabia ya yeye akitumwa mahali anachukua muda mrefu kurudi. Tabia akakulithi. Hata kwa mdogo unaona, yani unamwagiza mahali, yani yeye kila siku ni wa kuchelewa. Au inawezekana anaenda labda hiyo pre-form 1 ninavyosema, kwa sababu pale anakuwa mtoto yuko katika umri wa ukuaji. Anaondoka katika utoto kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo huwa yanatokea ya kimwili, lakini pia ya kifikra. Sawa. Kwa hiyo anajijengea tabia fulani, sema hivi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mzazi lazima unoti kwamba mbona hiki kitu sio cha kawaida. Hatua ya kwanza unatakiwa kwanza kuzungumza naye. Ukiona sasa ile tabia imekuwa chronic, yani imezidi, unachukua sasa hatua ya kumwadhibu. Maana ile sasa utakapomwadhibu kumbe mama hapendi hii tabia, sio nzuri. Mwisho wa siku anaacha. Kama ni mtoto wa kunyooka lakini. Ila sasa kama akiwa mtoto ambaye sio wa kunyooka, wanasema sikio la kufa halisikii dawa. Kwa kama yeye ni mtoto ambaye hataki kupona, yani kuondokana na hiyo changamoto ambayo unaona baadaye itakuwa kubwa na kumuathiri kwenye maisha yake, maana yake ni kwamba ataendelea nayo. Sasa usipochukua hatua wewe kama mzazi, itakuja kukugharimu. Na nikwambie mali yangu, Mungu alikuamini kukupa huyo mtoto. Maana yake anaamini utaweza kumlea. Hivyo inapokuwa shida au katika mazingira namna hiyo kuna umuhimu wa kushirikisha ndugu. Inategemea. Inategemea na kosa lenyewe. Sio kila kitu unasema kwa ndugu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Unaweza ukawa wewe ukamsamehe mtoto wako. Lakini mwingine akashindwa kumsamehe. Kama ilivyo kwenye mahusiano. Akapita nayo mazima. Kama ilivyo kwenye mahusiano. Mimi na wewe tuna mahusiano mfano. Ikatokea
Umenikorofisha nikapeleka yale matatizo yako kwa ndugu yangu. Mimi na wewe tutakuja tutaongea, tutaweka mezani, tutaongea, tutayamaliza. Lakini kule yataendelea. Ndio maana alifanya hivi, ndio maana alifanya hivi. Vivyo hivyo kwa mtoto. Unavyopeleka kule, kuna siku huwa na tabia kuambia hata watoto wangu, hautaishi na mimi milele. Kuna siku naweza nikawa nimeondoka duniani, ama utaenda kuishi kwa mama mkubwa, kwa mjomba, kwa hizi tabia unazozifanya hapa huko hazieleweki, hutaki kufanya hivyo. Kwa hiyo jifunze kuanzia hapa ili ukienda kule uwe salama. Lazima tuangazie vizuri zaidi kuhusu swala zima la kulea watoto. Kumekuwa na NGOs zinajitokeza nyingi za kusaidia watoto. Lakini tunashukuru kwa jitihada ambazo zimefanyika. Yapo nyingine kidogo imekuwa mambo yameenda tofauti. Naam. Lakini yale ambayo yameenda katika hali inayotakiwa basi tunazishukuru sana, kwa sababu huo wote ulikuwa ni mpango wa kuhakikisha kwamba wanasaidia jamii katika kuweza kulea watoto. Kuna baadhi ambazo zimeweza kufanyika, lakini zimekuta kwamba zenyewe zipo kwa ajili ya kuingiza tu kipato. Lakini kuna nyingine ambazo zilianzishwa ukakuta kwamba zinawatengenezea mazingira rafiki watoto kiasi kwamba wanaenda shule na wengine wamemaliza, na wengine wamepata kazi, na wengine wameanzisha familia zao sawa kupitia hizo. Sasa ni jambo la kuliangalia ile, kwa sababu lengo la mazumuni ni kusaidia jamii kulea watoto na kuwafikisha katika kuhakikisha kwamba watoto wanatimiza zile ndoto zao. Ni jukumu la kila mmoja katika eneo hilo. Japo kutokana na hali na mazingira na teknolojia sasa inakuwa kwamba mtoto si wa jamii, ni mtoto ni wa kwako. Haya ni mazingira yanayotokea. Lakini katika uhalisia tunarudi kwamba mtoto ni wa jamii. Wazazi kuna kitu tunataka kujifunza. Ndio. Leo nimekuwa mshauri. Siku zote sema hawaja kushuhudia kama leo. Kabla sijaendelea kupitia namba 0792888642 tunaomba ushiriki pamoja na sisi kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ama kupiga simu ili uweze kushiriki na sisi moja kwa moja na mada iliyoko mezani. Je, Tanzania inawezekana bila kuwa na watoto wa mitaani? Lakini nina ujumbe mfupi hapa. Huyu anasema anaitwa Amy, natokea Kilimanjaro. Tanzania, naomba ninukuu vizuri. Ameandika kwa herufi kubwa. Tanzania bila watoto wa mtaani inawezekana kwa kutoa elimu kuhusu matokeo mabaya na madhara ya watoto wa mitaani. Kwa kutoa elimu. Kupitia sasa hiki ulichokuwa unakizungumza wewe kwamba kuna mashirika tofauti tofauti ya NGOs, lakini pia serikali iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba haya mambo hayapo tena. Japo sio rahisi kuyamaliza kwa wakati mmoja, ni taratibu. Mambo huwa yanaenda taratibu. Lakini Amy anasema inawezekana kwa kutoa elimu na kuwaeleza kwamba kuna madhara. Yaani kuna matokeo baada ya haya. Jambo unalofanya sasa hivi unaweza ukaliona ni la kawaida. Pengine umetoka nyumbani, umeenda kujiingiza kwenye madawa ya kulevya. Mfano, vitu ambavyo tunaviona watoto wengi wanavipitia ambao ni wa mitaani. Unaweza usione kwa wakati huo, lakini baada ya mwaka mmoja, miaka miwili, hautakuwa tena yule uliyekuwa mwanzo. Inaenda inakubadilisha. Hiyo inapelekea wewe sasa kujiingiza kwenye makundi ambayo sio salama tena. Kwa sababu ukiwa unatumia vilevi, madawa ya kulevya, itakufanya utakuwa mwizi. Itakufanya utakuwa tapeli. Yaani utakuwa ni mtu ambaye haueleweki na jamii. Kwa sababu kuna kitu unakihitaji. Kwa namna yoyote ile lazima ili kusudi ili upate tena kununua hayo madawa, lazima upate pesa. Unapataje pesa na wewe huna mwelekeo, huna maisha? Lazima utunge kitabu. Lazima ujiingize kwenye vitu ambavyo sio salama tena katika maisha yako. Sawa, wanasema sio watoto wote ambao kiukweli hawana makazi na huishia kuishi mitaani. Sio wote, wengine wana mazingira mazuri kabisa lakini nyumbani kumewaka moto. Lakini kuna wengine ambao nyumbani hakujawaka moto ila tu ana ushawishi fulani ambao umepelekea. Na ndio maana nasema kwamba ni vyema mzazi kufahamu marafiki wa watoto wako.
kabisa. Kujua mtoto wangu mimi anashinda na nani, anakuwa na nani, wapi, na inakuwaje, anafanya nini, kwa wakati gani, hiyo ni vyema zaidi na itasaidia sana kwa kiasi kikubwa kwa namna moja ama nyingine, ili kuweza kufikia katika kile ambacho kinatakiwa. Sasa wengi huishia tu katika swala la kuhakikisha kabisa kwamba sehemu zilizofaa, lakini pia upelekea katika mazingira ambayo kwa namna moja ama nyingine hali inakuwa iko tofauti. Kwa mfano nakadiriwa, shirika la kutoa misaada lisilo kwa serikali likadiriwa kwa mwaka 2018 kwamba takriban watoto 9,500 kuna baadhi ya nchi waweza kutumia muda wao mwingi kuwa nje ya familia yao kutokana na hali ambazo zilikuwa ni ngumu ndani ya familia zao. Hali ambayo ilikuwa ni ngumu ndani ya familia zao. Sasa moja kati ya kitu kikubwa zaidi ni kuhakikisha kabisa kwamba kwa namna moja ama nyingine hili nalo linajaribu kuangaziwa au kulinganishwa, kuzungumzwa kwa namna pekee zaidi. Wakati tunazungumza kuhusu swala zima la watoto, tunaenda mbali zaidi kwa sababu tunahitaji kuweza kufahamu na kulinda maslahi ya watoto. Kuna watoto wetu ambao wengine kesho wana mitihani. Sawa? Wana mitihani tu mikubwa ambayo inaendelea. Wengine mtihani wa taifa, sawa, ambao naamini kama na ndio miezi yenyewe. Kama sijakosea sana darasa la 4 tutakuwa na mtihani huo, kama sijakosea sana. Kutoka kichwani. Lakini pia ni wengine ambao kwa namna moja ama nyingine wakiwa wanaendelea na mitihani hiyo, kuna wengine wamekosa fursa hiyo. Sababu kubwa kukosa si kwamba mzazi hakuwa na uwezo wa kumpeleka shule, hapana. Ni kwa sababu huku mwanzo tayari ameshajiingiza kwenye yale mazingira ambayo hatarishi, sio salama. Kwa huyu ambaye kesho anatakiwa kufanya mtihani wa darasa la 4 tayari tushamkosa. Ndio. Kwa sababu kwanza hayupo tena. Hayupo kwenye mfumo. Yaani kule hajasajiliwa. Yaani hayupo. Yaani mwisho wa siku manake sasa maisha ndio kama yameishia hapo. Ndio. Maana unajua hamna kitu cha msingi kama kupata elimu ya msingi. Elimu ya msingi. Sasa una elimu ya msingi. Elimu ya msingi inakusaidia wewe kujua kusoma na kuandika. Maana tunaanzia chini kwenda juu. Sasa huko kwingine ndio kuna kurahisishia maisha. Naona. Kwa sasa huyo ni mmoja kati ya wale ambao wao wamekosa. Lakini kumbuka ikiisha mtihani wa darasa la 4, kuna mtihani wa darasa la 2. Naam. Wa taifa. Mkao upo. Nao. Lakini kuna mtoto ambaye kwa darasa la 2 ilipofika mwezi wa 6 haliacha shule. Na kuna watu ambao niwakumbushe tu hapo, inawezekana hawajui kama kuna mtaala umeanza wa darasa la 2 kufanya mtihani mwaka huu. Kwa hiyo maana yake tuna darasa la 2, la 4, la 7. La 7 wao tayari washamaliza. La 7 tayari washamaliza. Kwa sasa tunaenda kwenye la 4, kutoka la 4 naamini itakuwa ni la 2. Darasa la 2. Sasa huyu mtoto ambaye amekaa mtaani amekosa hii fursa. Na nani kasababisha? Inawezekana nimesababisha mimi kwa sababu niligombana na mama yake. Na inawezekana kwamba nimesababisha mimi kwa sababu sitaki kulea. Lakini pia inawezekana nimesababisha mimi kwa sababu sikuwa na muda wa kuwa na mtoto wangu. Yaani kwamba katika yale mazingira wanasema kwamba hebu nitenge masaa 2 matatu. Leo tu nikae na mtoto. Na kuna mwingine anasema mimi mtoto atanieleza nini? Hata niambie kitu gani? Wana vitu vikubwa sana. Umenielewa? Watoto wana vitu vikubwa sana. Yaani muda baada ya kwenda kutafuta hela ya kula, mimi nikae na mtoto. Kasema kwamba kuna kitu kimoja ambacho huwa mara nyingi mbali tu ya kuwa mtoto kumfanya kuwa mtoto mtaani. Inawezekana Mungu akakusaidia mtoto akawa sio mtaani. Naam. Lakini kwa sababu ulikosa muda wa kuwa naye, atakapokuwa mkubwa na yeye atakosa muda wa kuwa na wewe. Sio tu kuwa na wewe. Hiyo huwa inaenda kizazi mpaka kizazi. Na yeye pia atakosa muda wa kuwa na watoto wake. Sasa kabla yeye hajaanza kuwa na watoto wake, atakosa muda wa kuwa na wewe katika mazingira gani? Tunashuhudia, na huu ni ukweli, kwamba inawezekana mimi napoishi
labda ni mitaa 4 au 5 au kama ni kwa usafiri wa umma basi ni vituo viwili tu, sio sehemu mbali, lakini mtoto akashindwa kuja hata kunisalimia. Ni kweli. Hata akisikia naumwa akapita tu hapo ndo ni eneo ambalo anapita naenda kwenye shughuli zake. Alafu mwisho wa siku huwa inakuwa hivi. Kwa mfano huo sasa kuna kitu kimekliki kichwani kwamba inawezekana Mungu akamsaidia mtoto akaja akafanikiwa kimaisha. Pamoja na kwamba alikuwa na juhudi zake yeye mwenyewe na wewe mzazi ulikuwa unakosa muda wa kuwa na yeye. Akifanikiwa inakupelekea wewe kuona sasa mtoto wangu anijali. Lawama zimeanza. Lawama. Ulisahau. Binadamu tunasahau sana. Kwamba wewe hukuwa na muda na yeye. Naam. Hata nusu saa tu kukutenga. Lakini sema hakujali. Na ukuta kwamba ndo ameanzisha familia anaanza kutupiwa lawama yule mtoto mwingine mke wake ndo anasababisha yote haya. Lakini mbona hakuwa hivi? Wewe ulishiriki kwa kiasi gani kuwa na muda na mwanao? Ni muhimu sana kushiriki kuwa na muda na watoto wetu na wanatueleza vitu vingi. Ukiachilia mbali tu swala la wao kuwa na kutoroka nyumbani tuseme na kuwa mtoto wa mtaani. Ukiwa rafiki na mtoto atakwambia vitu vingi. Ndio. Watoto wanapitia threat tunazihitaji kwa Kiswahili. Wana vitishio fulani ambavyo huwa wanapitia. Siku hizi kumekuwa na mambo mengi. Dunia kama unavyojua imeharibika. Usipokuwa na urafiki na mtoto wako aidha wa kike ama wa kiume, itampelekea mtoto wako hata akifanywa vitu vya kikatili hawezi kukwambia. Hakufikishi taarifa. Hakufikishi taarifa. Utakuja kugundua baadaye sana. Halafu tayari ameshaathirika kisaikolojia. Kuna mwingine anasema kwamba hao jamaa godliness na mali yangu nazungumza kwamba lazima uwe karibu na mtoto, utenge muda na mtoto. Kwa mtoto akiwa na miaka mingapi? Kutenga muda na mtoto unaanzia akiwa yuko tumboni. Asante. Kuanzia tumboni. Mwana saikolojia wangu leo huko vizuri. Ndio hivyo. Shughuli iko hapo. Umeona? Kupitia 0792888642 tafadhali tunaomba ushiriki pamoja na sisi, na kwa kusema hivyo kuna mdau hapa ametuma ujumbe wake mfupi, anasema hivi: inawezekana kupunguza kwa 1% kutoa elimu kuanzia ngazi ya chini hadi ya juu zaidi. Na kwa bahati mbaya tu hajaandika jina lake na wapi anatokea, lakini tunakushukuru sana kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Ukienda katika sheria mbalimbali zinasema kwamba moja kati ya sheria inasema kwamba ni makosa mtoto kufanyishwa kazi. Mtoto wa miaka mingapi? Tafsiri kwamba kuajiriwa. Kupewa kibarua. Sawa, ni makosa. Lakini lazima tujiulize kwamba kuna wengine ambao wanaishi na kufanya kazi mitaani. Kwa nini? Majibu yako mengi, lakini mengi ukiona majibu ni majibu tata. Ni namna ambavyo ina namna inavyotamkwa. Kwa sababu watoto wengi wa mitaani kama ulivyo ulimwengu kuna sababu za wao kuwa huko. Kila mtoto ana hadithi yake kipekee. Mwanzoni ulizungumza hadi jinsi ilivyo. Mwingine anazungumza labda nyumbani, mwingine ni kutokana tu na marafiki, na leo tunaambia wazazi ni vyema kuweza kufahamu watu marafiki wa watoto wako. Hiyo itakusaidia zaidi. Kwa sababu unasikia mtoto wako kila siku anaenda kwa rafiki yake, muulize wewe mbona rafiki yako aje hapa? Yes. Swala msingi kabisa. Kila siku unaenda kwa. Hata mimi huwa nauliza watoto wangu. Hivi kwa nini marafiki zako hawaji hapa? Mama labda wewe ni mkali sana. Mimi nimekuwa mkali kwao kwa kitu gani? Kwanza si mjui. Mimi naweza nikawa nawajua na wapo baadhi ambao nawaona kweli wanakuja nyumbani. Lakini sio mara nyingi kama vile wanaenda yeye. Sijui unanielewa. Lazima umuulize mtoto wewe vipi una shida gani? Kwa nini wewe kila siku unaenda kule? Yeye haji. Sasa nadhani huwa anaenda kumtonya wewe njoo basi nyumbani hata uzugezuge. Mimi mkubwa akuone. Sasa moja kati ya kitu kwa sababu kila mtoto ana hadithi yake. Sababu nyingine za kulinganishwa kwa mtaani zinatofautiana kabisa kutokana na nchi hadi nchi. Jiji hadi jiji, kutokana na mtu hadi mtu. Hizi ni sababu ambazo nasema kwamba hali jinsi inavyokuwa. Lakini mwanzoni kama unakumbuka God aligusia kuhusu umaskini. Naam. Hiyo nao ni moja ya sababu. Kuna jukumu kubwa, ingawa mambo mengine yana umuhimu mkubwa kiasi hicho, lakini kuna hiyo swala la hali ngumu. Hizi pia zinaweza kujumuisha kuchangia. Kwa mfano katika swala zima umaskini, unajua ukizungumzia umaskini wengi wanatafsiri vitu vingi tofauti, labda kukosa chakula sawa, lakini kuna tafsiri nyingine tofauti. Moja hapo vifo vya wazazi. Naam. Kutelekezwa na wazazi na mambo mengine ya kijamii.
unyanyasaji watoto majumbani au ndani ya jamii pia. Lakini pia kuna ubaguzi ambao nao ni moja kati ya sababu, ukosefu wa haki. Mtoto ana haki. Ni kweli. Mtoto ana haki, mtoto ana haki ya kucheza, mtoto ana haki ya kusoma, mtoto ana haki ya kusoma, mtoto ana haki ya kupendeza, mtoto ana haki ya kulindwa, mtoto ana haki ya kushiba, mtoto ana haki ya kulala pazuri, mtoto ana haki ya kwenda kwenye starehe zake. Starehe zipi hizo unazozungumzia? Kwenye mabembea, kuogelea, ni starehe zake, ana haki. Mtoto ana haki ya kufurahi. Ni sawa. Mtoto ana haki ya kueleza kinachomsumbua. Mtoto ana haki ya kusoma. Umenielewa sasa? Zote ni haki. Zote ni haki. Sasa miongoni mwa haki tu mmoja wapo akikosa, unaweza kaona kwamba ileti matatizo, lakini namletea shida. Sawa bwana. Hiyo ni moja kati ya kitu. Lakini pia hadhi, ukosefu hadhi ya kisheria, ukosefu wa usajili wa kuzaliwa, kwa yote anachangia hali ya mtoto kuishi au kufanya kazi mitaani. Wakati mwingine unaweza kusema kwa nini hadi za namna hiyo? Ndio vitu vingi. Ukikutana na mtoto ambaye anaishi katika mazingira magumu, ukipata nafasi ya kuzungumza naye, kuna vitu utakueleza wewe mwenyewe, machozi yatakutoka. Unaona sasa hapa inakuaje? Hapa inakuwa vipi na kwa nini? Sawa. Lakini pia watoto wanaweza kuhamia mtaa kwa sababu nyingine. Kama mwanzo nilivyokuambia kwamba mtoto anaweza unaishi na mtoto, wewe ni mtoto wangu, ndio anakula nyumbani, anaishi nyumbani, lakini anakuja nyumbani kulala tu, kitu ambacho sio sawa sawa. Yeye yani, kwa sababu mzazi pia hauna muda. Tamanio la moyo wake 98% akae nje. Yani hata sikuone wewe, hata sikuone, ndio tamanio la moyo wake. Kwa sababu kuna vitu anaona kwamba kule labda vinampa furaha, kumbe vinampoteza. Ni kweli. Sawa. Na nini yote ni kwa sababu wewe pia hauna muda wa kuwa naye. Sasa miongoni mwa sababu nyingine, unyanyasaji wa kijinsia, kimwili, kihisia. Mimba za utotoni. Unajua wanaotoka nyumbani si watoto wa kiume peke yao. Kuna watoto wa kike pia. Ndio. Kuna mifano ambayo mimi pia nimeshawahi kuiona. Kuna mtoto yuko mtaani ana watoto wawili, watatu. Sijui umenielewa? Hawajulikani baba zao ni nani. Lakini watu wamechukua nafasi hiyo kumtwika ujauzito. Na wako mbali. Unaweza kutoka mtaa nyuma wako mtaa huo. Lakini pia kuna hatari ya magonjwa. Sasa huyo ambaye pengine Mungu amemsaidia yuko salama, ana watoto. Kuna hatari ya magonjwa. Inawezekana watoto wako salama, ama wasiwe salama. Kuna hayo mambo mawili. Umenielewa? Lakini pia watoto wa kiume kuna magonjwa ambao wanakutana nayo pia na wao. Ndio. Lakini pia watoto wa kiume wengi wanaishia kulawitiwa. Unaona? Ndio tunazungumzia pale pale kwenye unyanyasaji wa kingono, wa kihisia. Inafika mahali sasa unaona Tanzania hii ni Tanzania ipi tunaoipeleka? Tunaitaka Tanzania ipi? Tunataka Tanzania ipi? Mamlaka zinajitahidi kufanya kadri inavyowezekana kufanyika, lakini kadri inavyoendelea kufanyika kuna watu pia wanaendelea nao kufanya vitu vyao ambavyo viko tofauti. Haimaanishi kwamba mamlaka itashindwa, no, itaweza. Lakini pia na sisi kama wanahabari tunahitaji kuweza kulizungumza hili kwa mapana yake. Inawezekana wewe ambao unatazama ukasema mbona unazungumza, lakini sio wakati wake sahihi. Huu ndio wakati wake sahihi, kwa sababu watoto wengi tunao majumbani. Ni kweli. Wengi wamemaliza shule wako majumbani. Sawa. Kuna wale ambao wamemaliza sekondari, kuna wale ambao kuna mtu ambaye amemaliza sekondari lakini mpaka sasa hivi hana mwelekeo. Hajui. Yaani baada ya matokeo kutoka au yani sasa hivi hapa yupo tu. Kuanzia baba, anachokifanya. Kuanzia baba, kuanzia mama, mjomba, shangazi au mtu yote anayekaa naye karibu, wala mgusi. Hata ila kumdanganya bwana wiki ijayo ujue utaanza shule. Hakuna. Yani kwamba sana au labda una mipango gani? Matokeo yakitoka, kijana wangu unatamani kufanya nini? Unataka kwenda chuoni? Ama unataka kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na cha 6? Ama yani hivyo. Kwa hiyo kuna namna ambayo wazazi tunatakiwa tuwe karibu watoto ili kuweza kuzungumza. Kwa sababu hiyo ndio itaweza kutusaidia kujua kwamba hiki kitu kiko vipi. Na inawezekana hapa watu wanajiuliza ni chini ya miaka mingapi? Miaka 18, si ndio? Maana wewe ni mtoto ambaye anaenda kidato cha 5, cha 6, akimaliza hapo sasa ndio miaka inazidi kusogea, anaenda chuoni. Kabisa. Lakini hata huyu ambaye amemaliza darasa 7 muangalie sana. Kwa sababu ukishindwa kumwangalia vizuri kipindi hiki, form 1 atakushinda. Kabisa. Tena huko ndo utakutana na vitu vingine. Kutokana na mabadiliko tuseme ya tabia nchi,
ama hali ya hewa kwa ujumla. Watoto wetu siku hizi wanakuwa mapema sana. Aina ya vyakula, tena mafuta tunayotumia, vitu vingi ya kupaka ya kula. Ya kula. Ndio vinapelekea hata mafuta ya kupaka na kubadilisha. Hapana. Kwa hiyo vile vitu vyote vinapelekea watoto kukua kwa mapema. Zamani unaweza ukakuta mpaka mtoto yuko anaingia form 1, form 2 hajavunja ungo. Sio, unanielewa? Mtoto wa kiume hajabalee. Lakini siku hizi iko tofauti. Unaweza kushangaa mtoto yuko darasa la 6 lakini unasikia mama. Kibezi yani. Mama ni mkubwa vipi? Hivi ni wewe? Ndio kweli. Kwa hiyo kuna hiyo namna ambayo tunatakiwa kuwa na watoto vizuri, na akishafika hiyo hatua ni kuwa naye makini zaidi. Kwa sababu pale ndo sehemu ambapo unaweza ukamtengeneza au kumharibu. Lakini pia kuna lile swala la afya ya akili. Unamlindaje mtoto katika kuhakikisha kwamba afya yake ya akili inakuwa iko sahihi? Sasa hapo kwenye afya ya akili ni sijui nitumie lugha gani, maana neno ni jeni la Kiingereza. Ndio zungumza tu. Ni kuhakikisha kwamba mtoto wako unamweka karibu sana. Sio, unanielewa vizuri? Ukimweka karibu mtoto hawezi kuwaza kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Unafahamu kwamba siku hizi kuna watoto wanaochukua maisha yao ni kutokana na afya ya akili. Inawezekana mama au baba anamnyanyasa sana. Anaona sasa ninaendelea kuishi ili iweje? Ngoja nijiue. Watoto wako namna hiyo wameshajitoa uhai wengi tu. Tunawashuhudia. Kwa hiyo ili kusudi kuepuka hayo madhara ya kumpoteza mtoto wako akiwa mdogo, ni afadhali kuwa naye karibu. Tupunguze ukali. Sawa, tuna mambo mengi yanatukabili. Inafika mahali mimi mama yangu alikuwa ananiambia hivi, ukali na kutokuwa na pesa vina uhusiano sana. Yaani unakuwa, yaani usipokuwa na pesa unajikuta unakuwa mkali kweli. Sasa kutokuwa na pesa ni kwako. Isifike mahali ukampelekea mtoto halafu mwisho wa siku mtoto akaanza akachukua maamuzi magumu. Hiyo ni tatizo kubwa sana. Hilo ni tatizo kubwa sana ambalo lipo. Lakini pia ni vizuri pia kupata tathmini inapowezekana. Nafikiri mamlaka husika wataweza kutusaidia kuweza kujua namna ama kuna idadi ya watoto wangapi katika mazingira yasiyo salama. Sio watoto mtaani, mazingira yasiyo salama. Kwa sababu ni swala muhimu sana ambapo serikali inapaswa iweke kutoa rasilimali zitakazohitajika kushughulikia mahitaji ya watoto mtaani. Idadi ambayo inanukuliwa kwa kawaida yani hii sasa hii inazungumza katika dunia nzima. Wanasema hivyo ni zaidi ya watoto milioni 100 duniani kote. Duniani kote. Hii ni ya duniani kote. Mzee wa takwimu. Takwimu. Sasa ndo zinashuka. Na jaribu kutafuta takwimu yangu ya Tanzania, naona kama bado haijakaa sawa, lakini nikipata nitaileta hapa kwa sababu ndio kitu muhimu. Na hata hivyo kutokana na kwamba makadirio haya ni yani hiyo idadi ya kwambia watoto milioni 100 mitaani dunia nzima ni ya muda mrefu. Ni takwimu ambayo nakupa ni ya muda mrefu. Sasa bado ya hivi karibuni hapa katikati hapa bado hazijaja zenyewe. Kwa hiyo tuweke tu neno zaidi ya. Naam. Kwa sababu idadi yenyewe haijulikani zaidi. Lakini ni vyema pia kuhakikisha kwamba tunabadilisha hali hii kwa namna moja ama nyingine. Wa kubadilisha ni nani? Ni wewe mzazi, ni wewe mlezi. Sawa bwana. Watoto wa mitaani idadi ambayo inabadilika, inayotembea, ambayo inahitaji mbinu mahususi, isipokuwa tafiti za kawaida za kaya au sensa. Hapa ilipita sensa 2022. Ile nayo ilisaidia sana. Hivi sensa huwa inakuwa baada ya miaka mingapi? Nafikiri kama sijakosea sana. Ngoja nikikumbuka nitakufahamisha. Hapa nilikuwa nasubiri ujichanganye. Nilikuwa nasubiri ujichanganye. 4 au 10 hivi sijui, lakini nitakumbuka nitakufahamisha hiyo. Sawa. Makadirio au hesabu ambazo zinafanywa kwa wakati uliowekwa zinaweza kupotosha kulingana na wakati hesabu ambayo inafanyika. Kwa sababu mara nyingi tunaenda katika makadirio kwamba kuna hiki tunakadiria hivi. Kwa mfano kama hii nimekwambia kwamba ni ripoti ambayo imechukua muda sana kutoka. Na kutoka kwake mpaka sasa imepita miaka kadhaa mingi zaidi. Kwa hiyo idadi maana yake kwamba inaendelea kuweza kuongezeka, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba wazazi walezi
wale wenye jukumu la kuweza kulea mtoto ndio ambao wanapaswa kuweza kupambana kulea mtoto kwa sahihi ili kupunguza ili ongezeko. Hatuwezi kusema kwamba itaisha. Sio rahisi. Sio rahisi. Lakini tunaweza kusema kwamba ina uwezo wa kupungua endapo kila mmoja atachukua jitihada za maksudi. Naam. Kuhakikisha kwamba hili linapungua. Japo tu katika yale maisha sasa hivi kusema haya ni ya kwangu. Mimi nadili na yananihusu. Sawa kabisa. Kwa kama mtoto wa jirani ndio amekutana na hali hiyo, huyo ni jirani kwa sababu mzee wake ameshindwa kumlea, mama yake kashindwa kumlea. Ndio tuko katika dunia hiyo ambayo sio sahihi. Mke wa mstaafu wa urais Mzee Jakaya Kikwete, mke wake aliwahi kusema hivi, Mama Salma Kikwete, mtoto wa mwenzio ni wako. Ni kweli. Kwa kusema hivyo sasa, ukiona mtoto wa mwenzako anaharibika, mapema muonye, lakini ukiona haitoshi, fuate mzazi wake, uzungumze naye. Inawezekana kuna wazazi hapa wana tabia za kukataa mtoto wake kuonywa na mtu fulani. Anataka achukue majukumu yeye mwenyewe. Lakini kiuhalisia, inawezekana wewe si uko ndani ya boksi. Watu wako nje ya boksi. Wanakuona haufanyi sawa sawa. Kwa hiyo wape nafasi, wanakusaidia kulea mtoto. Wanakusaidia kulea mtoto. Mtoto anapokuwa nje ya mikono salama, kuna hatari kubwa zaidi ya kupata kazi ambayo ni hatarishi katika maisha yake. Naam. Inawezekana ni kazi ya hatarishi kwa sababu hatakiwi kufanya kazi. Lakini anafanya kazi ya hatarishi na anaingia kutokana na mvutano na kupewa ule ujira mdogo. Ujira mdogo ule ambao unampelekea yeye aweze kula mchana na kula jioni. Sawa? Kwa mfano kuna watu wengi wa mtaani, magenge ya mitaani anaweza kuwa kama kwake ni familia mbadala. Baada ya kuona familia yangu mbona imenitenga. Sawa. Ambayo inaweza kuwalinda dhidi ya vurugu za watu wa nje au unyanyasaji. Kutoa usaidizi. Hata hivyo inaweza kuwavutia watoto vitendo vya uhalifu. Kuna yale magenge ambayo kuna wale mtaani watu ambao sio sahihi. Wanatumia dawa za kulevya, wanapanga mbinu mbalimbali za uhalifu. Mtoto anaweza kujikuta kwamba kaingizwa huko. Hata kama hajaenda yeye kufanya, lakini kuna yale mazingira kwamba hebu nenda kaangalie nyumba fulani ikoje. Mlango uko wazi. Anajira anapita yeye kweli. Kuna njia zao ambazo huwa wanaambizana, wanashirikiana. Wanashirikiana sana. Umeona? Kwa hiyo nao hivi karibuni kulikuwa na hawa vijana ambao ninaamini kuna namna moja ama nyingine na wao hawakupita sana katika mikono salama. Na walikuwa hapa Dodoma. Ulimwona kuwasikia teleza? Vijana wale walikuwa wakiingia kwenye nyumba za wamama ambao hawaishi na wanaume. Maana yake inawezekana walikuwa tayari wameshafanya uchunguzi wao kwamba huyu haishi na mume. Kwa hiyo nikiingia mimi naenda kufanya starehe yangu naondoka. Hawaibi. Huo ni unyanyasaji pia kwa upande wa wanawake. Mkubwa sana. Ni sehemu kubwa ya uhalifu. Naam. Kwa namna moja ama nyingine. Kwa ukubwa zaidi ni kwamba ni wakati wa kila mmoja kuwajibika katika malezi ili kuweza kusaidia taifa na kizazi cha sasa na cha baadaye. Ikumbukwe wazi kabisa kwamba tuko na NIC. Sisi ndio bima. Sawa bwana. Na NIC wao wanataka kwamba maisha yako yawe mazuri zaidi. Unapokata bima hii basi inufaishe na familia yako. Ndio maana kuna bima ya maisha pia kwao pale. Na unapoweza kunufaisha na familia yako, maana kwamba utakuwa tayari umeweza kuijengea misingi bora na imara familia yako na kuwaweka vizuri watoto wako katika mazingira ambayo yanatakiwa. NIC wao ndio wamekuwa washirika wetu toka mwanzo wa Morning Sky. Sawa? Na ikumbuko pale mwanzo ulipata nafasi ya kuweza kuwa katika Morning Sky habari, kufahamu taarifa tofauti, na mara baada ya hapo tuweza kufahamu yale ambayo yameweza kuchukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa za michezo pamoja na kurasa za mbele na za nyuma za magazeti. Lakini vile vile tumepata nafasi ya kuzungumza jambo leo kuhusu Tanzania inawezekana ikafika wakati
tatizo la watoto wa mitaani likaisha kabisa. Tumejaribu kuzungumza kwa namna tuliyoweza kwamba mazingira ambayo yanapelekea kwa watoto wa mitaani, lakini pia sababu zinazopelekea na namna gani ambavyo tunaweza kuvuka jambo hili. Tuna mengi na wataalamu wangekuwepo wangezungumza mengi sana kwa ukubwa wake. Kwa ukubwa, lakini yote hayo tungejumlisha kwa pamoja, tungepata neno moja tu kwamba ni kuwajibika kwa wale waliomleta mtoto duniani. Naam. Nilitumia kauli moja nzuri sana. Sema Mungu alikuamini akakupa huyo mtoto. Maana yake ni wajibu wako kuhakikisha anakuwa katika mikono salama. Sawa sawa. Hicho ndio kitu kikubwa zaidi, na naamini kabisa tuna kila sababu ya kukushukuru kuwa pamoja nasi toka mwanzo. Asante kwa wale ambao umeandika ujumbe. Najua katika upande wa simu labda kidogo kukaa vizuri, lakini asante pia kushiriki nasi vizuri katika Morning Sky popote pale ambapo upo. Tunashukuru pia NIC. Sisi ndio bima. Mimi naitwa Mariango Mugeta. Godliness Gaspar ndo langu jina. Siku iwe njema sana. Morning Sky. Sky TV.